Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya. Na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unakubika na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo ni Teomari Makelele Ozile, upande wa pili na Saido na kijana Jean Makelele Ekala Jaden. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kama desturi ya Radio Kijamii Kivu, kabla kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, unakuwa unapata fursa kusikiliza habari muhimu. Bi Bukuru Tantine Aldama na za leo. Asante sana Omari Makelele Uzili. Kwenye habari muhimu tutaanza katika mji wa Baraka. Shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka limetaja kupongeza hatua iliyochukuliwa na wajumbe toka mjini Kinshasa kwa kuja kuhamasisha raia wanaoishi tarafani Fizi na mji wa Baraka kuishi kwa amani. Na huko Fizi, makao makuu ya tarafa, ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Samika Lonji Badibanga ametaja kupongeza kazi za miradi ya kimaendeleo ambayo inatekelezwa naye mkuu wa sekta ya Nganja ndani ya vijiji vyake. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba mapigano makali yameripotiwa siku ya tatu ya tarehe 6 Mei mwaka 2026 katika eneo la tarafa la Uvira, haswa kwenye vijiji vya Kigoro, Kigurwe na Kabunambo vilivyo kwenye umbali wa kilomita 26 kaskazini mwa mji wa Uvira, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Ni hayo Omari Makelele Uzile. Asante sana Bukuru Tantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba raia wa mji wa Baraka wamesema kupokea kwa masikitiko makubwa habari za kuondoka kwa shirika la waganga wasio na mipaka MSF ambao wanatunza watoto wa ugonjwa wa malaria kwa bure na hata ugonjwa wa kuharisha na pneumonia. Katika mazungumzo nasi, baadhi ya raia wa mji wa Baraka wamesema kuwa kuondoka kwa shirika la MSF kutakuwa na madhara mengi kwa raia wa mji huu, kwani walikuwa wanasaidia wazazi kuto kulipa pesa hospitalini endapo mtoto anaumwa malaria na vinginevyo. No, depuis arrivé MSF tulijisikia kama tunapumua juu ya matatizo ya malaria na kolera, na gisi lingia na vraiment bikapunguka. Mesa hii projet kama ni ya 2 mois, kama ni ya miezi, tuwafikiria sitafuata 10 mois au tafanya hata 2 ans. Vraiment kwenda MSF atu satisfait. Même si projet liisha, Mungu asaidie bapate ngine projet hata ya 5 juu ya malaria au sina makolera na vingine paludisme iko mingi mbatoto nini. Vraiment kwanza kwenda yake si atufurahi tu. Kwanza wa kifupi, mimi nasikitika sana kwa kwenda kwa MSF Médecins Sans Frontières. Vraiment walikuwa tunza malaria kubure, mais hivi mwide jour hapa mimi sema bataenda samie samkajua Baraka na walikuwa tusaidia watoto kutunza kwa malaria bure na uzunika sana. Yani, kama kutakuwa mwai babaki atutunzie watoto kwa amani na upendo. Ndugu mtangazaji, kwanza ni masikitiko makubwa sana kuondoka kwa MSF Holland katika mji wetu, kwa sababu ilikuwa inasaidia jamii kwa asilimia 89. Asilimia 89 MSF ilikuwa inasaidia jamii kama vile ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa malaria, na kuwapa chakula bure wagonjwa katika hospitali ya MSF. Katika hospitali ya Mshimbaki wagonjwa wanapata chakula, wale wa malaria wanapata chakula kwa bure cha saa 6 na jioni kila siku. Sasa kuondoka kwa MSF Holland na hii hali kwanza ya usalama, kweli kutokujaliwa katika hali ya ya huduma ya afya, ni mtihani mkubwa sana kuondoka kwa MSF. Kilichopo kikubwa ni hichi hapa. Serikali ya jiji la Baraka na tarafa nzima ya Fizi watazame kwa jicho la tatu. Waangalie mbali, watazame huku nyuma vilitokea vifo vingapi, lakini ujio wa MSF imeokoa maisha ya watu wangapi? Je, wakiondoka MSF kweli yatakuja kutokea zaidi ya yale ambayo yalikuwa? Kumbe kilichopo ni kwamba wakae nao chini, waongee. Serikali hajashindana na shirika, wakae chini, wapeane mikataba yao, warudie wafanye kazi kama kawaida kwa sababu ya kuokoa maisha ya wanadamu. Upande wenyewe shirika ni kwamba shirika iwe na huruma, kwa sababu MSF sio safari ya kwanza wanakuja kutumika Baraka ima tarafa la Fizi. Wanakujaga hapa kwa sababu wanajua hapa pana matatizo. Na vile jinsi wanavyojua hapa kama kuna matatizo, wawe na ule moyo wa huruma na wajitemee mate kwenye kifua waweze kurudia kufanya kazi kama kawaida. Vraiment si population ya Baraka tunachukulia hili swala kabisa kwa masikitiko makubwa kabisa kwa kwenda kwa MSF, kwa sababu MSF jinsi ilikuwa hapa
ilikuwa saidia watoto wetu wengi sana, kwa sababu watoto wengi walikuwa tibu malaria kwa bure na vitu vingine mbalimbali kabisa. Vraiment tulikuwa na shukuru sana MSF, lakini kama kuko uwezekano wanaweza baki kwa sababu walikuwa watusaidia sana, si population ya Baraka na kando tu ya Baraka, sio tu hapa na kwengine kule walikuwa nasaidia kabisa. Sie comme population ya Baraka tunachukulia hili swala kabisa kwa uzuri sana kwa kuondoka kwa MSF. Kama wateza tusikia sie raia wangibaki kabisa kama kukuwezekana, kwa sababu walitusaidia sana. Matibabu yao ni ya mzuri sana, ni vile kabisa. Ndugu journalist, tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka limetaja kupongeza hatua iliyochukuliwa na ujumbe toka Kinshasa kwa kuja kuhamasisha raia wanaoishi tarafani Fizi na mji wa Baraka kuishi kwa amani. Abe Kakozi cha Kubuta Jojo Ngonda ni coordinator wa shirika la raia Sosiko RDC, ametoa mtazamo wao kama mashirika ya kiraia kuhusu ujumbe huo. Kwanza bwana mtangazaji, ni furaha kubwa kuona kwamba chef de l'etat ambapo alielewa kwamba huku watu wanaishi na namuna ya sitofahamu, kutokuwa na ile mshikamano bora kati ya jamii zote, na tumemshukuru kwa sababu alielewa hilo na kutuma conseiller wake Kongolo Jacques alitoka Kinshasa ili aje ahamasishe watu namna gani ya kuishi pamoja. Ya pili, tunamshukuru mzee William ya Kutumba, alifanya nguvu zake zote ili kusikiliza raia wa ngambo zote na kuangalia namna gani yeye na wengine wa raia wanaweza shikamana pamoja ili kuleta amani. Ya tatu, tunamshukuru komanda region wa 33e region militaire ya Sud Kivu AI mwenye kwa hapa Colonel Mark na watu wengine wote ambapo walikuwa pembezoni mwake, kwa kusema kwamba ni lazima watu watafute amani kwa kuishi pamoja, kwa sababu vita inakuwa inaharibu, vita inaua, vita inafanya kila kitu kuchonganisha watu. Na hiyo ilikuwa ni furaha yetu, kwa sababu kwa sasa hivi watu wanapasha kutembeleana, watu wanapasha kuishi pamoja, watu wanapasha kusemeshana na kuepuka zaidi kuhesabu yale ambapo yalipita, na hiyo inaweza katuletea amani kubwa sana. Mwishowe, kiongozi huyo amewataka raia kutokuwa na tabia ya kufuata habari zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii, hasa audio zinazotolewa na watu walioko nje ya nchi. Abe cha Kubuta Jojo Ngonda aeleza mara tena. Ujumbe wangu ni kusema kwamba wakongomani wote, hakuna asiyekuwa mkongomani, kwa sababu rais mwenyewe wa nchi alisema pale kwamba Mubembe, Mufuleru, Munyindu, Munyamulenge wote ni wakongomani na lazima waishi pamoja. Na sisi tunaomba watu wasikwe wanafata sana vitu ambapo vinakuwa vinawekwa kwenye mitandao ile marezo sosio. Watu wanashiba yabo bugali kula Ameriki, wanatumatuma vitu ambapo vinakuwa vinaongeza chuki na vinaongeza fitina na vinakuja kuongeza zaidi mauaji katika tarafa letu la Fizi. Na hiyo sisi tunaikemea na kuomba watu waache, tushikamane pamoja, tutembeleane, tuzishane biashara na watu waishi kwa amani kama zamani. Kwa hiyo inaweza ikatusaidia zaidi sana ya zaidi, kwa sababu hakuna kitu kingine inaweza kashinda bila watu kuikaa pamoja. Na wakati wanaikaa, lakini watu watoshe ile tunasema unafiki, kwa sababu wakati hakuna unafiki, basi unakuwa majadiliano inakuwa ni ya kweli na kunaleta amani katika watu wote kwa njia ya usalama, pasipokuwa na chuki katika moyo. Tujielekeze huko Fizi ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga ametaja kupongeza kazi za miradi ya kimaendeleo ambayo inakuwa ikitekelezwa naye mkuu wa sekta ya Nganja ndani ya vijiji vyake. Kwenye mazungumzo na vyombo vya habari, administrator huyo wa tarafa la Fizi ameweka bayana kutambua ushupavu unaoendeshwa naye mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard kwa kujibu kwa asilimia kubwa malalamiko ya raia wake. Huyu amewataka raia wa sekta ya Nganja kwa jumla kuwa nyuma ya mkuu wa sekta ya Nganja kwa maendeleo zaidi ya vijiji vyao. Sami Kalonji Badibanga aeleza yafuatayo. Mais parmi les chefs de secteur, yenye banatumikaka mzuri sana, les chefs de secteur performants, wa kwanza ni Akili Bernard. Je le dis sincèrement parce que yeye huyu hakuna siku nampigia hata simu na mlomba kufaraka yeye huyu. Kwa Akili Bernard, mimi administrateur ni kunjala, unaona yeye. Kama kuku benye napendaka sana maniere yao ya kutumika si Akili Bernard.
Donc c'est quelqu'un qui travaille mzuri sana. Na vya mingi benye anafanyaka na bisapoti. Na ndio maana mwe ba chef de groupement, mwe ba chef de village, mwe mashirika ya kiraia, wazee wa mungini tunapaswa kumunga mkono. Parce que najua nganja kuna kwaka resistance na ile ubakuzi. Kusema haiko kwetu. Unajua kisi mnasemaka. Mais en tout cas kumunga mkono ni lazima sana. Akili Bernard c'est parmi ba chef de secteur benye banatumika mzuri sana. Et puis ma initiative zake za mingi ni bon, naturellement na via akwa kinaheshima kwa hapo. Mais ailleurs idée mia za précieux que peut-être huku kunyumba utakuta bamoya bako un peu dubitatif clopin mais en tout cas c'est parmi les chefs de secteur benye banatumika mzuri sana. Kipenga kimelia upande wa pili ni kwamba ni habari za michezo, na kwenye habari za michezo leo ni kwamba kule katika nchi ya Ujerumani ndani ya uwanja wa Allianz Arena ambako Bayern Munich wanapokea Paris Saint-Germain ili kufahamu nani atakayekabiliana na Arsenal katika hatua finali ya michuano hiyo. Isaac Mlucha Ashibe, karibu. Naam, ni rasmi sasa, imetambulika nani na nani watamenyana kwenye finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya baada tu ya Paris Saint-Germain kwenda sare ya 1-1 dhidi ya Bayern Munich katika usiku wa kuamkia leo. Kwa hivyo tuwajuze wasikilizaji kwamba finali ya UEFA Champions League msimu wa 2025-2026 itachezwa katika Puskas Arena mjini Budapest nchini Hungary. Mchezo huo wa mwisho utawakutanisha Paris Saint-Germain dhidi ya Arsenal Gunners siku ya Jumamosi tarehe 30 Mei mwaka wa 2026. Nani ataibuka mshindi kwenye mchezo huo bado ni kitendawili tega, ni kutegue, tusubiri mechi yenyewe hiyo. Hata hivyo mashabiki damu imeshachemka kabisa, tutulie kidogo maana mchezo ni dakika 90 uwanjani. Tunaangazia pia kwa asubuhi ya leo ligi ya kule Uingereza ambako inadhua matata sana. Kama nilivyosema ni kwamba Arsenal Gunners wanaongoza wakiwa na alama 76, Manchester City wakifuatia na alama 71. Kuna baki mechi 4 kwa upande wa Arsenal na ni pamoja na Burnley, Crystal Palace na West Ham. Ikiwa Arsenal itaweza kufaulu kupiga mechi zote tatu hizi, basi ubingwa wa Premier League utakuwa wa kwake. Lakini kwa upande wa Manchester City kumebakiza mechi 4, ikiwa naye atafaulu kuzipiga mechi zote hizo 4 na Arsenal akafanya kosa angalau kwa mechi 2, basi anaweza akanyanganywa ushindi. Kwenye tetesi za usajili ni kwamba Barcelona wanakaribia kukamilisha usajili wa kiungo wa Ureno na Manchester City Bernardo Silva baada ya mchezaji huyo kutangaza ataondoka England mwishoni mwa msimu. Na Real Sociedad wanajaribu kumzuia kipa wa Hispania Alexis Romero wa miaka 31 kujiunga na Barcelona kwa kumpa mkataba mpya. Na Real Madrid wanapanga kumbakiza mshambuliaji wa Brazil Enrique miaka 19 katika majira ya kiangazi licha ya kusakwa na vilabu vya Arsenal na Chelsea. Na mnatia nukta hapo kwenye ukurasa wa habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Mwenzangu Omari Makelele zile. Asante sana Isaac Mlucha Ashibe kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze kule katika tarafa la Uvira. Ni kwamba mapigano makali yameripotiwa siku ya tatu ya tariki 6 Mei 2026 katika eneo la tarafa la Uvira, haswa kwenye vijiji vya Kigoro, Kigurwe na Kabunambo vilivyoko kwenye umbali wa kilomita 26 kaskazini mwa mji wa Uvira, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gazeti la Actualite.cd, mapigano hayo yanapambanisha wahasi wa AFC M23 dhidi ya vikundi vya wazalendo wanaofanya kazi pamoja na jeshi la taifa FARDC. Kwa sasa idadi ya watu waliofariki
kujeruhiwa au mali zilizoharibika bado kujulikana mpaka sasa. Mengi zaidi ni katika uchambuzi wetu wa habari zinazofuata. Na upande wa habari za kitaifa ni kwamba katika hali ya mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC unaotokana na kile kinachoelezwa kama uchokozi wa Rwanda kupitia uasi wa M23, waziri wa taifa husika na ulinzi Guy Kabombo Mwandiamvita amefanya ziara iliyoelezwa kuwa ya kimkakati katika nchi kadhaa za Afrika ya kusini mwa bara. Lengo kuu ni kuimarisha ushirikiano wa kijeshi unaolenga hatua za vitendo katika nchi mbalimbali. Kwa undani wa taarifa hii naye Safari Limasidilwe. Ndiyo, hatua ya kwanza ni Botswana huko Gaborone. Kulingana na chanzo kilichotajwa Ijumaa tarehe mosi Mei 2026, mazungumzo kati yake na mwenzake Maitimu Wasa yamefanyikisha hatua muhimu. Kiini cha majadiliano kilikuwa kuanzishwa kwa ushirikiano wa kijeshi uliojumuishi zaidi, unaofanya kazi kwa vitendo na unaolenga matokeo halisi. Guy Kabombo Mwandiamvita pia alitoa heshima kwa kumbukumbu ya Ketumule Masire, rais wa zamani wa Botswana, kwa mchango wake katika miaka 2000 kama mpatanishi wa mazungumzo ya ndani ya Kongo yaliyosababishwa na mkataba wa Sun City. Kwa upande wake Mweti Mwasa alisitiza kuwa mkutano huo ni msingi imara wa kuimarisha mahusiano ya pande mbili katika masuala ya ulinzi. Alithibitisha tena dhamira ya Botswana ya kusaidia DRC katika juhudi zake za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Pande zote mbili zilikubaliana kuunda timu ya pamoja itakayobainisha vipaumbele, kutumia utaalamu wa Botswana kusaidia mageuzi ya jeshi la FARDC na kuanzisha mfumo wa kudumu wa mashauriano, ikiwa ni ishara ya ushirikiano wa vitendo. Hatua ya pili ni huko Namibia. Huko Windhoek, chanzo hichi kinaeleza kuwa Guy Kabombo Mwandiamvita na mwenzake Frans Kapofi walionyesha kufanana kwa mitazamo kuhusu masuala ya usalama wa kanda. Upande wa Kongo ulisitiza umuhimu wa kubadilisha uhusiano wa kihistoria kwa ushirikiano wa kimkakati uliopangwa vizuri unaoweza kukabiliana ipasavyo na changamoto za sasa za usalama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inategemea msaada, uelewa na mshikamano wa nchi rafiki. Tunataka kuweka misingi ya ushirikiano wa kijeshi wa kweli unaojengwa juu ya uaminifu na utambuzi wa hatua kwa hatua wa maeneo ya ushirikiano kama vile mikutano ya mara kwa mara, mafunzo ya kijeshi, kuimarisha uwezo, kubadilishana uzoefu kuhusu mpangilio wa majeshi, nidhamu na kuimarika kwa taasisi. Tunaamini kuwa kurejea kwa amani ya kudumu nchini Kongo kutachangia sio tu salama wa nchi yetu bali pia udhibiti wa kanda yote, alisema Guy Kabombo Mwandiamvita. Kwa upande wake, waziri wa Namibia alisitiza haja ya ushirikiano wa kudumu unaotegemea uaminifu na unaolenga udhibiti wa DRC na kanda nzima. Hatua ya tatu ilikuwa ni huko Zambia. Huko Lusaka, mapokezi yaliyotolewa kwa naibu waziri mkuu wa Kongo na mwenzake Ambrose Luigi Lufuma yanaonyesha uimara wa mahusiano kati ya nchi hizi mbili. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano, mazungumzo ya ana kwa ana na baadaye kushirikisha ujumbe mpana yaliwezesha kudhibitisha azma ya pamoja kuimarisha ushirikiano wa kijeshi uliopangwa na wenye nguvu. Waziri wa Kongo alikumbusha changamoto zinazoendelea za usalama mashariki mwa nchi pamoja na juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na kulinda mipaka ya taifa. Kwa mujibu wa upande wa Zambia, uliahidi kuendelea kuiunga mkono DRC, ukisisitiza kuwa udhibiti wake ni muhimu kwa usalama wa kanda nzima. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Taifa na wazee wa vita ya DRC, ziara hii yenye mwelekeo wa vitendo ni sehemu ya mkakati wa kimatendo. Zaidi ya diplomasia kawaida inafanyika katika mazingira ya mvutano unaendelea kati ya Kinshasa na moja nchi jirani Rwanda. Ziara hizi za waziri wa ulinzi zinatazamwa kama njia ya kuimarisha mahusiano ya pande mbili na kukuza sera ya ujirani mwema. Sikilizaji, tulikuwa na mengi la wacha nishapo kwenye habari za kitaifa. Asante sana Safari Limasidilwe kwa habari zako za kitaifa zilizoshiba. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na kule Burundi ni kwamba shirika la Parseme limeeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi, likisema kuwa kwa muda mrefu kumekuwa na matukio ya kudhibiti na kuzuia kazi ya waandishi habari. Shirika hilo limeongeza kuwa baadhi ya waandishi wa habari hukamatwa au huzuiwa kufanya kazi zao, hali inayozofisha uwezo wa vyombo vya habari kuripoti kwa uhuru habari muhimu kwa wananchi.
Bukur Elias Daniel ni mwanaripoti wa Radio Kivu Bujumbura, Burundi, na ripoti kamili. Shirika hilo linasema kwa waandishi wa habari mara kwa mara kukumbana na vikwazo katika kufanya kazi zao, ikiwa ni pamoja na kufungwa au kuzuiwa kuchapisha baadhi ya taarifa. Mwenyekiti wa Paris Faustin Kumana amesema kuwa kuna hali ambapo baadhi ya habari haziruhusi kuripotiwa, akitoa mfano Baraza la Taifa linalosimamia vyombo vya habari CNC ambalo linadaiwa kuzuia waandishi wa habari kuchapisha taarifa kuhusu uhaba wa mafuta licha ya kuwa ni suala muhimu kwa wananchi. Amesema kwa vyombo vya habari pia vina jukumu muhimu la kuwaelimisha wananchi kuhusu hali ya nchi, kufuatilia shughuli za kiserikali na kusaidia kubaini matumizi mabaya ya mali ya umma na rushwa. Bwambere hoho itangazamakuru ni nkingi ya mbere mu kugira leta ishobore kumenyesha. Vyombo vya habari ni mojawapo ya njia inayotumiwa na serikali katika kutangaza na kutoa taarifa kuhusu miradi mbalimbali inayotekelezwa na nchi. Ya wananchi wanajifunza mambo kadhaa wa kadhaa katika maisha yao ya kila siku kupitia vyombo vya habari. Lakini pia wananchi hufuatilia kazi na miradi ya serikali na kutoa maoni pale inapokuwa haijatekelezwa au kuhusiana na kitu ambacho hakipo vizuri. Na pia rushwa haiwezi kukomeshwa endapo vyombo vya habari vitaminywa katika kutoa taarifa zao za kila siku. Katika miaka ya hivi karibuni tumeona nchi mbalimbali ikiwemo na Burundi kutoka kwa vitendo vinavyokiuka uhuru wa vyombo vya habari, na baadhi ya waandishi wa habari wamekuwa wakitiwa mbaroni na kusababisha hata habari za uchunguzi kutofanyika kwa kuogopa kuuawa. Hayo ni mambo yanayopaswa kupigwa vita, maana hata katika mkutano uliofanyika mwaka 2022 yalijadiliwa na kuomba kukomeshwa na vyombo vya habari visisapotiwe katika njia mbalimbali ili sekta ya waandishi wa habari ipigane. Kugira imesha makuru bishigikirwe haba mu buryo bwa none kugira ico gisata kishobore kuzana iterambere. Ni ripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias. Ni kupitia ripoti yake Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile sitakosa kushukuru jopo nzima andishi habari ya Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makilele Uzile, Jean Makilele Ikalajada nilikuwa kunako dawati la mitambo. Nasema kwaheri.